Mzuri kabisa mchana. Nzuri, sio za kwako. Majukumu. Nzuri. Kupendeza hivyo. Haya. Sasa gani? Tuendelee. Okay, tuanze na hili. Tangu ulipoanza kuifuatilia Young Africans na kuishabikia mpaka leo, ni mchezaji gani ambaye ni bora wa muda wote? Hapana. Sema mchezaji bora wa muda wote utakuwa nakosea. Kwa sababu kwa umri wangu sio nilipoanza kuishabikia. Nikaanza kushabikia ni kwa mdogo. Lakini pale nilipoanza kuwa mwanachama wa Yanga, ambaye umri unaniruhusu. 1971. Elewa 1971. Nachukua kadi ya Yanga. Na nachukua kadi ya Yanga kwa tu na umri wa miaka 19. Sasa piga mpaka leo 2024 hii. 25 ndio natafuta 26. Utapata 70 karibu na tatu. Unaona? Ndio maana wamepita wengi. Na kila mchezaji ataifanya kazi kwa wakati wake. Kwa mchezaji ni mtu wa kupita, sio mtu wa kudumu. Kila mtu alifanya kazi kwa wakati wake. Kwa kipindi cha nyuma wengine ndio wameacha majina ambaye kumbukumbu zake kwenye vijana lazima msitafute kwenye vitabu. Sasa labda nimuongelee mchezaji mmoja ambaye aliacha historia katika nchi, si mwingine Maulid Dirunga. Maulid Dirunga amechezea mpaka Combine ya Afrika. Na mpaka akapata jina akaitwa Isobio. Kwa sababu katika Combine ya Afrika ukanda huu alikwenda wa Maulid alikwenda na Omar Maazi ambaye alikuwa kipa Simba huyo. Sawa Lakini Maulid aliingia kipindi cha pili wakati Afrika ishapigwa 2. Akaingia sabu. Alirudisha zote. Kwa hiyo pale pale akapewa jina la Isobio. Sasa tuache sasa. Isobio ilikuwa na maana gani mpaka akampatia hilo jina? Furaha ya wanadamu tu. Sasa kama mchezaji gani? Hapana. Mimi kwanza kama Yanga mchezaji namthamini pale anavaa jezi ya Yanga. Sawa Sasa mke ukiwa nayo umemuoa kwa utaratibu wa kisheria. Endapo ushamwandikia talaka wewe si mkeo tena, una sababu za kumfikiria. Hata ukikuta pale kasema mara jamaa si wako wako. Kwa hiyo basi mimi nitathamini mchezaji anavaa jezi ya Yanga kwa wakati wote. Aliocheza mestafu na waliokuepo. Na kuna wengine walikuwa Tata Saklini. Sijui tunafahamiana vizuri. Bana tukisema Tata Saklini kwa ni vijana ni vidonge vilikuwa vina rangi mbili. Tuko pamoja Tata Saklini. Rangi mbili kuna rangi mbili. Hivyo vinatibu na vichocho. Sasa wachezaji wengine kwamba Yanga alikuepo, Simba alikuepo. Hawa tukaita Tata Saklini. Na kuna wengine mtu kacheza mpira wake Yanga mpaka kaacha Yanga. Unaona Na kuna mwingine akatoka Simba kaja kucheza Yanga mpaka mpira wake umeishia Yanga. Kwa hiyo tutawahesabu, tutawathamini kwa michango yao kwa wakati wao uliopita. Twende kwenye maswali yako ya msingi. Dabi gani unaikumbuka mpaka leo hii katika timu hizi mbili Simba na Yanga zilizokuwa zimecheza mpaka kwa hivi sasa? Hakusema nazikumbuka, dabi ziko nyingi na zitaendelea kucheza. Bwana unajua tukiweka kumbukumbu kama vile tumemaliza. History ni kitu kilichopita. Hatuwezi bado tunaandika hapo tunasema hii ni historia iliyokwisha. Kitabu hakijakamilika. Sawa labda twende kwenye kumbukumbu tu kidogo ambayo nyinyi labda zitawasaidia. Tuongelee historia ya ubingwa wa Tanganyika au wa Tanzania. Labda tuanzie huko kidogo. Labda yeye hapo baadaye utakuwa umejipanga, utakuwa na swali la msingi. Historia ya ubingwa wa nchi, bingwa wa kwanza ni Cosmopolitans. 1967. Wale Cosmopolitans. Mtaa Sikukuu na Mkunguni. Unafahamu? Unafahamu? Sikukuu na Mkunguni. Kona pale. Alifuata kwamba tu Sikukuu la kale yako utaweka klabu ya Cosmo mkono kushoto, mbele yako Western Jazz. Yaani pale kwa klabu ya mpira, klabu ya muziki. Umeelewa Yanga Afrika walichukua ubingwa mfululizo miaka 5. Twende vizuri hapo. 68, 69, 70, 71, 72. Miaka? Simba wakachukua mwaka 73. Sawa 74 akachukua Yanga Nyamagana Mwanza. Tuko pamoja. 75 kwa mara ya kwanza kombe linatoka mikononi mwa himaya ya mafahari wawili. Yanga na Simba. Mabingwa wakawa mseto ya Morogoro. Ikaja Simba naye akachukua miaka 5. Twende vizuri hapo. 76, 77, 78, 79, 80. 81 bingwa ilikuwa Pan Afrika. Sawa. Kaza tengeneza swali lako. Young Africans
zidi ya Coastal Union. Dakika za jioni Prince Mpoma Dube anawahakikishia magoli 3 Young Africans. Kwa upande wako, kwa jinsi ulivyoangalia ile mechi, kipindi cha kwanza kimeisha bila bao, kipindi cha pili dakika za jioni, ulikuwa na hisia gani mpaka Dube anakuja kupundukiza goli la kwanza kupitia alama 3? Mimi hisia ni kwa sina, kwa sababu gani? Mpira dakika 90. Na mwisho yani moyo ulikuwa sawa, wewe ni mbio. Timu yangu mimi na imani nayo sana. Sawa. Kwanza umefunga goli muda sahihi na alopiga bao ni mtu sahihi. Kwa sababu walikuwa wengi walikuwa shamponda sana Dube. Nadhani mnajua. Sasa kuna wachambuzi wa mifukoni au redio zao tembea nazo mifukoni. Ponda sana. Sina sababu kuwataja majina, sababu nampa mtu maarufu ambaye kwa hana. Umeelewa? Maana watu mashuhuri wanaogalamia kwa mabango. Sasa kumpa mtu mashuhuri mtu haipendezi. Lakini hatimaye kafanya kitu kifanya. Bana, timu ni ushirikiano, timu sio mtu. Kwa hiyo ushirikiano ulikuwepo, niliwaambia hata wale. Sehemu yoyote kama hakuna ushirikiano basi hakuna manufaa. Kwa hiyo timu ilishirikiana, wakatimiza majukumu yao, benchi la ufundi na majukumu yao, hatimaye tukapata mahitaji yetu. Lakini kosti siku zote tunapokutana na Yanga na timu shindani. Sio leo, sio jana, sio juzi. Sawa? Kama ilivyokuwa Simba na Toto Afrika ya Mwanza. Mpaka wanalalamika, siku kumenyesha mvua, kulikuwa na maji, wale walikuwa wanaogelea. Haya ni matokeo ya mpira. Sasa mpira una matokeo matatu. Kuna kushinda, kuna kudraw, kuna kufungwa. Hivi vyote ukishavikubali, basi walau hutapaniki na hutalia. Maana kuna upande wa pili wakifungwa, wazee wanatoka uwanja mzima, nyinyi waandishi mnafanya kazi ya kubembeleza watu. Basi nyamaza tu. Maana akilia hawezi. Gani hapo? Sao mtaa mrefu. Wakifungwa wanafanya watoto wanatoka wanalia kama watoto wadogo. Sasa wewe nyumbani unaitwa baba afu unalia nani kubembeleza? Simba kiasi kwa analia. Hata wewe kama upata muda wa kupumzika, ingia kwenye YouTube angalia utaona tu. Hata juzi mtu anasema mimi nimetoka Kilindi. Mimi nimetumia gharama kubwa. Nimeshona suti. Umemshonea nani? Si furaha yako, umekosa basi ukubali. Lakini kikubwa tu mahali popote ushirikiano ndio jambo la msingi. Hata nyinyi mbona mnafanya kazi kwa ushirikiano? Wewe umeshika maiki, yule kule ana rekodi. Sawa eh? Sasa kikubwa ni shauri wangu kwa wana Yanga, tuendelee kushikamana. Tukishikamana tutapata yale tunayohitaji. Maana wana Yanga shida yao kubwa wanahitaji vitu viwili. Kwanza burudani yao ya mpira. Mchezo wapate matokeo. 3 wanahitaji uchumi, maendeleo. Sababu klabu ikisema wenyewe kwa miguu yake na kwa wepesi. Na ndio maana leo hii Yanga kwenye usajili haipati tabu. Ina maana imejipambanua. Hakuna mchezaji yote atakayemana tena klabu yake kama atakataa. Anajua nitalipwa vizuri, nitapata mshahara wangu wakati. Na ndio maana mchezaji kumtoa Yanga imekuwa ngumu. Mpaka Yanga walizie. Ndio maana Simba kaja huko Yanga Africans. Hayo sasa utasema wewe sasa. Ndio hicho ambacho kimetokea au unasema umeona? Nasema. Hayo utasema wewe. Mimi nakwambia kile ambacho kinachofanya ustawi na heshima Yanga. Kwa mfano, hapa katikati Mzize ile ongelewa kila sehemu. Na wakatokea watu kajifanya mimi ndio meneja wake, siku hizi hakuna meneja. Mawakala lazima uwe na leseni. Inautambuliwa na FIFA. Jasmine. Lakini Yanga kama angalia kana huyu ana maneno ya kusema. Leo jambo limekwisha. Na uone kwamba klabu yetu hii kubwa imejipambana. Uwezo kufananisha klabu yetu ya Yanga na klabu yote katika nchi hii au kanda Afrika Mashariki na Kati. Na mtani kule. Nasema mtani ndio yule si mwanetu ana kutana na sisi jeuri. Wewe mtoto si wako utampa jina? Hebu nendeni mkoji. Hapo kwenye watani zako. Kuna mzee mwenzako kule mwenye busara kama wewe. Ni upi? Taje kwa jina. Mzee Mangu. Anapigwa sana vita na vijana na wanachama klabu. Wewe kama mzee mwenzako sasa. Una lipi la kukwambia au umekuwa wewe ndio nafasi yake ukiendelea? Ndio mshauri. Mimi kama mimi sio napigwa vita. Kuna watu wameweka njaa zao mbele. Mangungu hakujiweka, kwa ifahamike. Hakujiweka kwenye njaa kama watu wanavyofikiria. Sikiliza vitu vizuri, hajajiweka. Leo hii Injinia Hersi Yanga hakujiweka. Kwa taratibu zimefuatwa. Yeye kwake kuongoza klabu. Mangungu
anachofanya kurudisha za heshima ya klabu ya Simba. Klabu ya Simba heshima ilishapotea. Simba imekuwa mafungu kama nyanya. Leo hii Simba ina majengo pacha. Akileo nyinyi mkutoka hapa nendeni pale mkatafute ofisi ya Simba. Kwa nani? Kwa nani? Silameni nyinyi waandishi kipi mnapata kigugumizi. Umeelewa eh? Nenda Yanga, ya pesa tafika. Sawa. Sasa klabu ya Yanga iwe GSM. Tuwe mifano ilikuwa hai. Itakuwa sio Yanga. Atakaye kwenda GSM ni watumishi wa GSM na baadhi ya watu ambao ni mahusiano mema na GSM. Lakini wewe mwingine utamuuliza kwamba unafuata nini huko? Wewe msema Mungu yuko sahihi kuendelea kubaki katika nafasi yake kwa sababu walimweka wenyewe. Yuko sahihi na walimweka kwa mujibu wa katiba. Hawezi kusikia kelele za chura tu. Chura akipiga kelele, tembo akipiga mkonga wake tu ananyamaza. Baya lipi? Lipi? Kama vipigo vya Simba havikuanza jana wala juzi. Lakini kwanza kweli mbona atawafunga Yanga, lakini hamna kama mara moja ambao aliwafunga. Alikuwa yuko sema atawafunga Yanga. Ila wafunga Yanga, ushirikiano gani kaupata kutoka na wenziwe? Unajua hata Mungu sio mjinga kumkono kuweka vidole vitano vishirikiane. Akikikwa kimoja hiki chawa umuui. Hata kunguni umshiki. Wewe hapati ushirikiano kwa wanachama au viongozi wenzake. Wewe ni swali lako hata utakuza maswali 10 tena mimi napenda mwenye dozo. Sasa alafu wewe mwingine utakuwa mwenyewe unajijibu. Leo Mangungu mwenyekiti, sawa eh? Kuna mwenyekiti wa bodi. Sawa eh? Ndio magoli sasa hivi. Sawa eh? Kuna rais wa heshima hapa. No. Huyu mwenyekiti wa klabu ana kauli. Ana kauli. Mimi ndo msemaji wa mwisho. Hawezi kuwa msemaji wa mwisho hapa, kuna mwenyekiti wa bodi. Wanajiita kampuni. Na bahati mbaya Simba hawana kampuni. Yaani mimi nasema mchana kwa upe Simba hawana kampuni. Anobisha aende Brela akaangalie, ende soko la mitaji ya Isa kama ipo. Imefikia mahali Simba inaona wanachama wote wamekufa. Wana miaka mingapi hawajatoa hata kadi. Umesema wanaanza kutoa Januari mwaka huu na hawatatoa kwa wanatoa kimya kwenye matawi yao, sio kama nyinyi mnavyofanya kila mtu aone. Ukisema unatoa kimya maana yake nini? Kwenye matawi yatakuwa tunapeleka. Basi hata vitabu vya Mungu vinapingana hivyo. Sawa? Ukitaka kuoa tuna ndoa ambayo itangazwe. Jamii ijue. Msiba umefiwa ndio tutangaza. Kwa nini ufanye kimya? Mali yao ile. Wameanzisha hao. Hawataki show. Sio show off. Ndio bana amesema Mangungu yuko sahihi. Sasa serikali leo wanachama Simba wanasema wanakubali sasa kwamba hawana logo. Wamekiri hadharani kina Sanoo sasa kwamba Simba hawana logo. Sasa hivi tunamwona Mangungu. Logo lazima uisajili uilipie. Sawa bwana. Kwa mfano, hii klabu to Yanga. Logo yetu sema isajili marehemu Emmanuel Imani Omari Madega. Sababu ni mwanasheria, akafuata taratibu zote. Logo imesimama. Unaweza kuwa na kitu lakini kwa zama chako kwa si cha kwako. Na ndio maana kwa mchezo huo wakatokea wajanja, wakatupa pembeni, wakatoka na kichwa cha Simba. Kichwa? Logo ya Simba sasa hii Simba anaonekana na mkia wake. Ina ngao. Sasa Mangungu baya yake. Maelekezo serikali wakafanyia kazi ndio vizuri. Na serikali ishatoa waraka. Waisani wao watatu. Wewe unang'ania mmoja kuna nini? Mnasiri gani hapa? Leo jezi ya Simba, shabiki wa Simba anaburuzwa tu. Dawa ya mswaki umo, sabuni umo, sida kunia vitu vingi. Kipi wanacholipwa? Nani vifahamike? Leo Yanga ndio maana unakuta kwa jezi yetu tutapata fursa nyingi kwa sababu tuna watu wengi wa kisheria. Kwenda mbele utakuta Sport Pesa, sawa eh? Utakuta siko na GSM. Kula weka utalipa. Na mmeiona mikataba yao iko inaingia. Na ndio hiyo ndio tufanye tuende Kibli klabu inakwenda. Hakuna mchezaji wa Yanga mwenye mshahara milioni 2-3 sasa hivi hapa. Na ndio maana wachezaji sema mbali mkijapo wametulia kimya. Hivi wewe unafikiri wewe unaweza kukaa na mtu kama Pacome wakati una uwezo wa kumlipa mshahara? Ila yako fikirie. Leo unaweza kukaa na mtu ana goli bora Afrika. Tumekuza kinda limekuwa kama za mahitaji yako haya endelea. Lakini vyote vitakuwa na maana endapo ile katiba itakuwa imekaa vizuri. Haiko kusema Mangungu wanamuonea uongozi wa mtu mmoja wako wengi. Mbona wengine mwasemi?
Wakina nani? Wakina nani? Kuna mwenyekiti wa bodi, kuna rais wa heshima. Mbona mwasemia? Kwa sababu Mangungu wakiingia kwenye kampuni yake feki anakuwa mjumbe, ana kauli. Na ndio maana serikali ikashawalaka vizuri tu. Mwenye 51% ndio mwenyekiti. Sasa hivi wakikaa sasa Mangungu yeye ndio atakuwa na haki. Lakini kama wewe unakaa kwenye nyumba utaratibu na kupangia mtu mwingine, sasa wana mlinzi tumeweka kuweka tu. Una kauli una sei manake ni. Wasimuone, wasilakanyane. Waache. Nini wajifunza kutoka kwa Young Africans wanasema? Wana mengi kujifunza. Moja, kujifunza kwanza, binadamu hujiheshimu kwa hadhi ya utu uliopewa. Maana kuna ubinadamu na utu au binadamu na mtu. Ili jambo linaenda mbele linaachana. Hapa tuweke vizuri hapa. Binadamu ni maumbile. Sawa Hata mtoto mdogo yule ni binadamu. Unaweza kumfanyia lolote na la kujijua yeye. Kamweka hata pale akajisaidia, sawa Unakuja watu wasema wanasema huyu ana matatizo ya afya ya akili. Yule binadamu. Kwenda vizuri, naomba hapa tuelewane vizuri hapa. Yule ni binadamu. Kama yeye atavua nguo atembea barabarani. Unaweza kusema ana afya? Unasema zamani kwa wanda wazimu sema ana matatizo ya afya ya akili. Sawa? Imeboresha hiyo. Imeboresha. Mtu wa tatu, mtu akiwa kikongwe. Nguo yake mwenyewe zaketupa kakao chivi. Sawa? Kwa sisi wanaume mnazakana tamani, wewe mdudu hata haitupe. Kwa nini huwezi kuitupa naye mpaka kufa nayo? Umeelewa Mtu yule anayojitambua. Sasa tunakuja kwenye hazi. Maana mtu ni hazi, anayojitambua. Ili ndilo, ili silo. Ili la wakati huu, wakati ujao. Sasa kama sifa ile unaweka pembeni, inakuja ni shida ndio hiyo. Sasa hawana sababu kumsema mtu mmoja. Wakae wajiseme wao wenyewe. Wajiseme wao wenyewe. Na kama wa kweli muda ukifika watafute watu sahihi watakayeweza kuunganisha umoja wa klabu yao. Hivi wakati sahihi wa Simba labda kuiga kwenu kuwa na viongozi vijana kama Engineer Hersi, kwa sababu wakati anachaguliwa maneno yalikuwa mengi. Anaenda kuongoza watu wazima, watu wazee, lakini yeye ni kijana alireverse wale wa chano, lakini leo tunaona mabadiliko yake. Na wao waiga kijana pale. Sasa hilo unalisema hilo ndio maana mtu ujitambue, kuna ubinadamu na utu. Sasa katika mtu anajitambua ndio mimi mnafanya na mahojiano. Bana mimi nilimuomba kwa bosi wake. Kenda na wazee wenzangu tukamwomba. Kwa sababu tunataka kijana awe kiongozi. Jibu akasema atakubali, kamba mimi hakuna kuhoji, huyu siwezi kumuhoji. Sio kumuomba tu hivi. Kumbukumbu hamna. Mimi sitorudisha fomu ya engineer. Hebu ingieni kwenye maktaba zenu. Na kiongozi wa kwanza katika Yanga mimi kufanya hilo, kumchukulia fomu kumrudishia. Umeelewa? Tukaangalia kwamba huyu kijana atatupeleka pale tunapohitaji. Tutapiga hatua. Na leo inaonekana si kwa Yanga tu, kwa Tanzania, kwa Afrika na dunia. Sawa. Ukisema kijana ana chana suruali zake, huu ndo wakati wao, yana wao. Yaani ujana wangu mimi tulikuwa tunavaa bugalu na pekos. Viatu Laizoni hivi. Sawa. Nywele bitozi. Leo nywele zikizidi kidogo mwenye kichwa kinawasha kweli. Sasa ubongo ndio unaofanya kazi, sio mavazi. Mavazi ni kuhifadhi mwili tu na mapambo tu. Umeelewa Sasa sio lazima wao kwanza waheshimu katiba yao. Wakiheshimu katiba yao mengine atafuata. Atuwapangie watafute kijana. Mnaona huyo mwingine mwanangu. Kiongozi na ana timu huyo. Huyo ana timu. Amsiondoke mmoja timu yake. Umeelewa bwana? Huyo ana timu. Si mnaifahamu? Kuna timu atakutajieni. Huyo kainunua Mwadui kaibadilisha jina. Na iko Lindi huko. Inacheza ligi. Sasa kimsingi mkiheshimu yale makubaliano yenu, ule muongozo wenu mjipangia, vingine vitakwenda. Lakini mkitaka kila mtu ana lake, hii itasumbua. Ndio hicho tu. Tumalize la hili. Unaona Young Africans ina nafasi ya kuchukua ubingwa msimu huu mara 5 mfululizo? Sisi ndio watetezi. Kwanza ifahamike vizuri. Timu zote zilizobaki hizo 15 wanataka vikombe tuko navyo. Na sisi kama binadamu tunavihitaji.
Unajua binadamu ajua atakufa. Lakini kama na mke mmoja kwa Muislamu sheria inamruhusu kama ana uwezo anaongeza wengine. Kama mimi ninataka kuongeza wewe mke wa 4. Nataka kumuongeza watatu tayari. Watatu tayari. Atoka hapo. Umeelewa bwana? Nia na mazumuni kwa tuwatetea tulichokuwa nacho. Ukikosa inakuwa majala ya Mungu. Lakini nia mazumuni kutetea kikombe tulichokuwa nacho. Kama tulivyotetea ngao na hivyo tutetea hivi. Na tunatamani pia hata mashindano ya klabu bingwa haya. Ikiwezekana tucheze robo, tucheze nusu, tucheze finali na Mungu atujalie tutoe hata ubingwa. Binadamu wote anaishi kwa mategemeo. Hamna mtu anokata tamaa. Hata yule anaumwa kitandani anategemea apone aendelee na shughuli zake. Na dalili unaziona? Dalili unaziona za Yanga. Mimi sisemi, nyinyi ndio dalili mnaziona. Kwa sababu nyinyi waandishi kazi yenu ndio mtaziona. Sisi wetu vitendo uwanjani. Halafu nyinyi mnatupigia hesabu sasa. Kama mnavyosema mchezaji fulani mmepigwa, sasa ndio tumemwona anafana ndio maana tukamsajili. Na endapo kama hafai. Sasa ndio kitu kimoja. Na walisema wengi. Hata tumeta Pacome kama mmepigwa mmemeta mzee. Hamkumbuki? Hata Aziz Ki huyo alionekana hafai. Baadaye imewaka. Huu ni mifumo na utaratibu tu. Kwa mfano, na Balangwata bado hawajaingia kwenye mfumo. Mfano mdogo tu. Tumemleta yule Yasinki, si ndio? Kutoka Singida. Katikati nyinyi mlikuwa mnamuona? Lakini sasa hivi shule anafanya kazi. Sasa vitendo vinaonekana kwenye pichi. Haiwezekani katika mfumo wa maisha. Ilani ya kupangia utaratibu wa kuishi na familia yako. Kwa hiyo tuko na mapungufu. Na usio unakupata wewe. Mtachopanga na mumeo basi kifanye kazi. Sio marafiki. Watakudanganya tu. Watakwambia mumeo tumemwona pale na shoga yako, kumbe wanakugombanisha tu. Yale mtake kubaliana, sisi tuna mkataba na mchezaji wetu tutakuwa naye. Endapo kama uongozi hafai, wakati wangapi? Kisha na kwamba na wanaondoka tunamalizana nao kabisa. Tumechoka zile kesi za FIFA kwamba Yanga inadaiwa hivi. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa hivi tena uko mshavuka. Uchatoka. Sasa ni klabu pekee katika Afrika. Ni matawi Afrika mpaka Ulaya. Ipi nyingine ukiondoa Yanga? Tuna matawi Ujerumani. Tuna matawi China. Tuna matawi Uingereza. Sawa. Kila nchi yetu Yanga hivi inachafua. Hizi nchi za Afrika ndio usiseme. Kila unapokwenda Yanga unasikia wanafungua matawi 2, 3. Sasa tushatoka huko. Sasa tunaunganisha wa Afrika na usio kwa Afrika. Kwa hiyo ndio cha msingi. Shukrani sana. Asante sana.